Biblia inasema mstari wa 3, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Wengi hawa watu na waona ambao ni wanafiki, wengi wao wataitumia jina la Yesu. Kwa sababu wewe unalitumia jina la Yesu, lazima wakuja ukudanganya na kukushawishi, lazima aje kwa kutumia jina la Yesu. Maana yake anakuja utumia katiba ulionayo. Sasa jina la Yesu, hao watu wanaokuja kuitumia jina la Yesu, wakikukuta na wewe Yesu ulimweka mdomoni, tayari lazima kunase. Lakini wakikukuta Yesu ulimweka moyoni, wala hawatakuona. Ndio maana Waefeso sura ya 6 ni vizuri usome. Tunaishi kwa neno lake. Waefeso sura ya 6 anasema mstari wa 10, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Muweze kuzipinga hila za wanaokuja kwa jina la Yesu. Mafuta anakwambia anaponya ukimwi, yanaponya, yanaleta utajiri. Maji yanaleta utajiri, yanaponya ukimwi, yanaponya magonjwa yote. Hao wanalitumia jina la Yesu kwa ajili ya kukukamata wewe, kwa sababu wanajua wewe unalitumia jina la Yesu kwa mdomo. Kwa hiyo ni rahisi sana ukukamata, na ni rahisi sana ukupeleka kwenye vishawishi vya siasa ili ukamatwe na ili upotezewe familia yako. Yaani wakati familia yako utakapokuwa unaitafuta kila kituo cha polisi na kila gereza na huioni, ndipo utaanza kurarua nguo zako na kusahau jina la Yesu limuweka wapi. Maana jina la Yesu kama uliweka mdomoni, utafanya juhudi na kutumia nguvu nyingi kutafuta ndugu zako, kwa sababu Yesu ulimweka mdomoni. Ulimsikia anayetumia jina la Yesu na kukutengenezea mazingira ya kukumaliza. Ndiyo madhara yake hayo ya kuenda kila kituo na kila vyombo vya habari kutangaza, kwenda kutafuta aliyeichafua nchi hii kwa kutokujua kwake na kutokumweka Yesu Kristo katika moyoni mwake.